Mhashamu Baba Askofu, wapendwa mapadre, watawa na taifa la Mungu kwa ujumla, tumsifu Yesu Kristo. Kwanza kuchukua nafasi hii kwa pole Baba Askofu kwa kifo cha Padre Januari, kifo ambacho hatutarajia, lakini Bwana anasema kesheni, maana hamjui siku wala saa. Sema Baba, pole sana. Lakini nichukue nafasi pia kupatia mapadre wote pole, na hasa Baba Padre Mguma ambaye tunafanya naye kazi kwa karibu katika utume katika parokia ya Katumba. Tuwe pole pia kwa wazazi, ndugu, jamaa, marafiki na kila mtu mwenye mapenzi mema aliyeguswa kwa kifo hiki cha ghafla cha Padre Januari. Baba Askofu, utakumbuka nilituma mimi mwenyekiti wa halmashauri ya walei na paroko wa Katumba kwenda kutoa taarifa ya msiba wa familia. Tulipotoa taarifa ya kifo cha Januari, pale ndipo nilipoona uchungu wa mwana na mzazi. Sawa tu na injili ambayo tumeisikia hii ya Luka, njia ya yule mama mjane. Maana mama sio mjane tu, alimpenda sana Januari. Mama alikuwa na mengi ya kujiuliza. Kwa nini? Kwa nini yeye? Kwa nini leo? Kwa nini sikujua? Kulikuwa na maneno mengi aliyosema yaliyotutia uchungu. Niseme tu wazi, na ni chozi lilidondoka kama chozi la Bwana wetu Yesu Kristo alipokufa Lazaro yake. Baada ya taarifa hizi, uchungu ule tuliouona na kusikia, tunajua sasa tumepoteza mtu. Tumepoteza mtu katika familia, lakini bila shaka zaidi sana katika kanisa. Padre Januari bado alikuwa kijana, bila shaka na miaka 6 iliyopita, na kadiri ya maelezo alikuwa ametoka na kusaidia huduma katika parokia ya Kanoni. Amerudi katika parokia yake, anapata na matatizo na baada yake. Sasa katika mazingira kama haya na hadithi nyingi. Ukisoma katika kitabu cha Nabii Yeremia sura ya 20 aya 10 mpaka 13, Yeremia alipata shida sana. Nabii alipata shida, na katika shida hii unaposoma aya ya 7 anafika mahali anamlaumu Mungu. Kwa nini haya? Kwa nini wakati huu? Kwa nini mimi? Lakini Mungu alimpa faraja, akamwambia asome. Vivyo hivyo nanyi wanafamilia, nasi mapadre na waamini, sisi tulio hai sasa
tusimlaumu Mungu, tunapaswa tusonge mbele. Maria alipofiwa na kaka yao Lazaro, tunaposoma katika Injili ya Yohana sura ya 11 aya 32, Maria alipata pigo na dada yake Marta. Yaani hakutaka kumlaumu tu Yesu moja kwa moja, lakini akasema Bwana, ungelikuwa hapo ungeamsika. Kwa hiyo katika majonzi kama haya tusimlaumu Mungu, tujue kama ni Mungu. Kama tunavyojua maisha ya duniani ni mpito, maisha ya baadaye ndio ya milele. Kama tunavyosoma katika waraka wa Mtume Paulo, waraka wa pili sura ya 5 aya ya 1 mpaka ya 3, Paulo anatukumbusha kwamba miili yetu ya sasa ni hema iliyo kikao chetu cha duniani, lakini ung'olewa ili kuelekea kwenye nyumba isiyofanyika kwa mikono, bali nyumba ya milele mbinguni. Hadi Januari alikuwa ni hema iliyotengenezwa kwa mikono hapa duniani, lakini imeng'olewa kwenda katika maisha mapya, kwenda kwenye hema ya kudumu, hema ya milele. Na kama tunavyosikia katika nyimbo walizotuimbia wengine watazima na baadaye, Mtume Yohana katika Ufunuo anasema heri wale wanaokufa wakiwa wameungana na Bwana. Na kwa Januari niliyosema alikuwa bado anaendelea na shughuli za utume, si katika parokia yake tu, bali hata katika parokia nyingine alipoombwa. Kwa hivyo hakuna hukumu kwa wale walio katika Kristo Yesu. Katika kitabu cha Isaya sura ya 3 aya ya 1 na kuendelea, nabii anasema hivi: Mwenyezi Mungu aliyewaumba enyi watu wa Yakobo, yeye aliyewafanya enyi watu wa Israeli, asema msiogope, maana mimi nimewakomboa, nimewaita kwa jina, nanyi ni wangu. Hayo ndio yaliyofika, hayo ndio yatakayokuja hata kwetu sisi. Tumehubiriwa mara nyingi na kuambiwa maisha yetu hapa duniani ni fumbo, lakini tumepewa zawadi ya imani, matumaini na uvumilivu kutuwezesha kutuongoza kwa Mungu. Kwa hivyo hatuishi hapa kana kwamba ndio makao yetu ya kudumu. Tunasonga mbele, tuko safarini, tuko katika ile familia au kanisa la wanaosafiri. Tunajua Mungu anajua kila kitu kutuhusu sisi. Tunajua katika dunia tunapata tabu nyingi, kama alivyotuambia Bwana. Soma katika Injili ya Yohana sura ya 16 aya 33. Ulimwenguni mna tabu nyingi na vitu vingi, lakini akasema mniamini mimi. Kwa hivyo tunaamini kwa furaha yetu, tunaamini kwa furaha yetu ni kwamba baada ya maisha haya tutakwenda naye kule aliko.
Kifo cha baba yetu, ndugu yetu, kaka yetu Padre Januari kitukumbushe na sisi sote. Kama nilivyotangulia kusema, Bwana anasema kaeni tayari, maana hamjui siku wala saa. Najua tuna uchungu mkubwa wa kifo cha Padre. Tuna maswali mengi kwa kifo cha Padre. Lakini nani aliyetuambia kwamba tumekuja duniani na hatutaondoka? Nani aliyetuambia kwamba tunajua siku atakapokufa fulani au mimi au wewe? Kila mmoja ataitwa kwa namna ambayo Mungu anaona na kwa siku atakayotaka yeye. Kwa hivyo tuko hapa kusali zaidi, kumwombea zaidi ndugu yetu, kaka yetu, padri wetu Januari, ili Mungu aipokee roho yake mahali pema. Yale machungu tunayoyasikia yasiturudishe nyuma, tusome Mungu. Ndio maana Paulo amesema katika waraka huu, tusihuzunike kama wale wasiokuwa na matumaini. Kila anayemwamini Kristo anajua akiishi vizuri ataungana naye katika uzima mpya. Mara nyingi, hasa nyakati zilizopita, watu walikuwa wanaimba sana muziki wa hayati Jesus, Kristo yote kwa katika tungo hii mwanamuziki huyu anasema, dunia hii si makao yangu mimi, ni mpitaji tu. Hazina yangu imewekwa mahali pengine mbali na anga. Malaika wananipungia mkono wakiwa katika lango la mbingu lililofunguliwa. Kwa hiyo sijisikii kuwa nyumbani hapa duniani. Mwisho wa dunia. Kwa hivyo na sisi tuyaweke mambo haya katika kanisa, kwamba tuko hapa duniani, lakini sio makao yetu ya kudumu. Makao yetu ya kudumu ambapo kuna hazina ni mahali pengine, ambapo saa hizi au siku moja mbili tatu zilizopita, malaika walimpungia mkono kwa Januari, wakamwambia njoo, mlango umefunguliwa. Kwa hiyo huko duniani usijisikie kuwa uko nyumbani, bali njoo. Kwa hivyo wajibu wetu ni kuendelea kusali ili tuendelee kutembea pamoja na Mungu hadi ukomo wa safari yetu, yaani kufika mbinguni. Kukata tamaa, kufadhaika mno, kuwa na maswali ya ajabu ajabu, maelezo ya ajabu ajabu, hakitatusaidia chochote wala hakitasaidia mtu kitu. Kufa ni lazima. Kufa ni lazima. Lini, namna gani, hayo ni ya Mungu tumashi. Tumempoteza ndugu yetu katika umri mdogo, wakati alipohitajika sana. Familia alipohitajika sana, jimbo, na hata tulipokuwa pengine tunapoongea na baba, tunafurahia kupata miito ya kutosha katika jimbo. Tulitegemea kwamba katika muda mfupi ujao tutakuwa naye miongoni mwa wale wengine watakaoingia kufanya kazi ya utume katika jimbo letu, lakini sasa tunakumbuka. Sisi tuendelee kumwomba Mungu ili atujalie amani hiyo, furaha hiyo, na kwamba tunashukuru kwamba amefariki ama amekufa akiwa katika utume, na bila shaka Mungu ataziona kazi zake njema na kumpokea katika Mungu wa kutoka kwake. Wapendwa,
yeye aliyekuwa ataona wote. Kwa hivyo tumweke mwenzetu, kaka yetu na ndugu yetu mkononi mwa Kristo aliyesema, mimi ndimi ufufuo na uzima. Sisi tuliobaki tuendelee kutimiza wajibu wetu, tuelekee malengo tuliyoyaweka, ili na sisi Mungu atakapotuita tufurahi pamoja na ndugu yetu aliyetutangulia leo na wengine waliotutangulia katika utawala wa Mungu. Kwenu wanafamilia, najua mmepata kukubwa kama sisi tumepata kukubwa, lakini muwe na matumaini. Farijikeni kwamba mlikuwa na ndugu yenu ambaye baadaye sasa atakuwa mwombezi wetu. Tulikuwa na ndugu yetu ambaye pia atakuwa mwombezi wetu wote. Tumwombee, tusali, tufarijiane kwa maneno ya matumaini mema. Tusiingie katika dhana za ajabu ambazo wengine wamesema hivi, wamesema hivi. Kwetu sisi tuna imani juu ya mambo yote mema ambayo Mungu amemtendea ndugu yetu, na tunaamini kabisa ataendelea kumtendea hata kwa sasa. Kwa hivyo mimi niendelea kuwapatia pole mama, kaka, dada wote kwa haya ambayo yametufika, lakini tuko pamoja, tuko pamoja. Amaliza safari ya kwanza, amaliza safari ya pili tena, ambayo ina haraka kubwa zaidi kuliko maisha ambayo tunaishi hapa duniani. Kwa hivyo tutaendelea pamoja, kusali pamoja, kumwombea, kufarijiana katika yaliyopita, yaliyotokeza, ili na sisi tuseme walau waliosema wote, najua kwamba atafufuka siku ya mwisho. Tunaamini atafufuka katika utukufu, katika uhai mpya, na Mungu sasa hivi nafikiri atakuwa pamoja naye. Kwa hivyo nawapeni tena pole. Mwenyezi Mungu aendelee kuimarisha, msikate tamaa, mwombeeni ndugu yetu tunamwombea sasa, ili huko tuendako yote yawe kwa sifa ya utukufu wa Mwenyezi Mungu. Mungu atubariki sote na wapatie mkono wote. Msifu Yesu Kristo.